Na huu ndio Uislamu ndugu zangu. Hii masala ya watu kuchukua deposit kwa watu, eti unategea huyu jamaa siku ya kuondoka akiwa ameharibu kitu, basi nitakata kwenye hii pesa. Hizi ni njia za kumpeleka mtu kwenye fitna. Na hawa wenye nyumba hawa leo wanawadhulumu watu wanapotoka katika baadhi ya manyumba. Amempata rangi ni safi, atamsingizia tu, ataambia shaka umechafua rangi, switch haifanyi pale mfereji, na bei ambayo atakayetaja ni bei hata sokoni hakuna ndugu zangu. Atataja bei zaidi ya mara 5. Kitu inauzwa 200, atamwambia hapa ni 1500 bwana. Sasa uone unajiingiza kwenye fitna mwenyewe ndugu zangu. Katika Uislamu mimi nimekupa nyumba yangu ikiwa safi, unaporudisha nirudishie namna ilivyo. Huu ndio Uislamu. Watu wengi hawaelewi hiyo ndugu zangu. Tunafuata tu kwa kuwa leo tumeyakuta ni mkumbo ambao unaendelea. Sharti ya 3, sharti ya 4, sharti ya 5, sharti ya 6, huyu mwenye nyumba anamwambia huyu mpangaji mtarajiwa, siku mimi mwenye nyumba nitahitajia nyumba yangu, utaondoka ndani hii nyumba bila notice. Hakuna notice utapewa. Unajua sisi tumeshazoea notice miezi 3, miezi 6. Tumpe muda bwana tutafute nyumba nyingine bwana, au sio? Lakini mwenye nyumba anamwambia huyu mpangaji mtarajiwa, kwangu mimi hakuna hiyo. Nikikuambia ondoka leo lazima uondoke. Hiyo ni sharti ya 6. Sharti ya 7, hiyo ndio sharti ya mwisho huyu mwenye nyumba anamwambia huyu mpangaji mtarajiwa, siku mimi mwenye nyumba nitahitajia nyumba yangu, vitu vyote ambao utaviweka ndani hii nyumba sitokuruhusu utoke navyo. Utatoka kama ulivyoingia. Hii nyumba umeipata tupu, haina kitu ndani, utajaza hii nyumba makabati, makochi, maviti, mavitanda, utajaza mavazi, gesi na baadhi ya vyombo ni yako yote. Utaweka TV pale, screen zote ni zako. Lakini siku mimi mwenye nyumba nitahitajia nyumba yangu, sitokuruhusu uondoke navyo. Sasa kama unaona hii masharti unaizana nayo, wewe sign hapa uchukue nyumba, nikupe ufunguo uchukue. Unaona masharti haya ni mazito uwezani nayo, haina haja kusumbuana. Wewe waache ile katafute nyumba mahali pengine bwana ambao wana masharti rahisi. Sasa kwa kuwa ule mpangaji mtarajiwa ametafuta nyumba kwa muda mrefu na familia yake wako mbali na anahitajia nyumba kwa kweli, ameipenda ile nyumba na ile rent yake pia anaiweza, 30 ni pesa ambayo anaiweza, akaamua kusaini, bwana nimekubali masharti yote bwana, akasaini. Hii ndio dunia ndugu zangu. Ulikuja hapa duniani ukiwa uchi, na siku ya kuondoka utaondoka ukiwa uchi. Siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataamua uondoke hapa duniani, utaondoka bila notice. Hakuna notice utapewa ndugu yangu. Hauwezi kuambiwa jamani bado siku 3 jiandae, bado mwezi sasa hivi jiandae. Hakuna hiyo. Mwenyezi Mungu anasema idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, itakapofika wakati wao hatutowacheleweshea sekunde moja. Sa'atan huna ya ikhwata al-iman bimaana thawani, utocheleweshewa sekunde, wacha kucheleweshewa dakika. Hauwezi kusema bwana mimi ni mwanamke ndo nimeanza kuzaa, nipe muda kidogo nimnyonyeshe huyu mtoto. Utaambiwa si kazi yako tena, wewe ondoka. Sijui bwana mimi sijamaliza kujenga, sijamaliza kazi fulani. Haijalishi, hautopewa muda ndugu zangu. Hakuna notice. Huko ndo mahali tunapoelekea ndugu zangu, upate kujua hiyo. Sasa ikiwa hujajitayarisha na wewe bado unafikiria kuyaharibu haya, pata kujua huko hatarini. Na siku Mwenyezi Mungu ataamua wewe uondoke hapa duniani, hizi vitu vyote ambao ulivipata humu ndani katika hii dunia utaviacha humu. Hakuna hata ndururu utaondoka naye ndugu zangu. Ulikuja ukiwa uchi na utaondoka ukiwa uchi.
Utaondoka ukiwa uchi vipi? Maana ni wakati wewe maiti anapotaka kuoshwa, wale wanaoosha maiti wale hawasemi jamani, hii mavazi yake wacha tufungue vifunguo, tufungue zipu, tumvue. Hapana, leta makasi, haina kazi. Itakatwa ile na utabakia uchi. Wewe ulipokuja hapa duniani ulikuwa huna uwezo hata ya kuinua kichwa, ya kuinua mkono hivi uwezi. Na ndivyo utakapoondoka, utakuwa huna uwezo hata ya kufungua macho wala kufungua tu mdomo wako hivi, haiwezekani. Mtu alipokuja mama yake, ndio mtoto amezaliwa, anamshika anambeba hivi, akiachia ile kichwa inaanguka, shingo haina nguvu. Ulipozaliwa mimi na wewe, huwezi hata kuinua mkono, unalishwa. Mama anasindikiza chakula kwenye mdomo wako, hata kuingiza chakula pia ulikuwa huwezi. Ndio hivyo namna utakavyoondoka. Ulipokuja hapa duniani, ndugu zangu, uliogeshwa ima na dada yako, uliongeshwa na shangazi yako, uliogeshwa na mama yako mzazi, na siku ya kuondoka pia utaogeshwa. Ulikuja hapa duniani ikiwa huna kitu, na siku ya kuondoka utaondoka namna ulivyokuja. Hizi vitu vyote ambayo unavimiliki wewe umepewa kwa muda maalum tu, ni muda. Kuna wengine umepewa mwezi mmoja, wengine umepewa miezi 6, wengine umepewa mwaka, wengine umepewa miaka 10. Unamiliki. Wewe usione kwamba hii ndio kila kitu. Wewe hujakatazwa kuwa na hizi vitu ndugu zangu, lakini upate kujua unavimiliki tu kwa muda fulani. Na utaviacha, na wale ambao umewaachia imma watakuja kuvitumia vibaya ama watakuja kugombania. Na leo kesi nyingi ziko mahakamani, watu wanadhulumiana huko kwa mali ambayo umeiacha wewe nyuma. Fa aina tadhhabun ya ikhwata al-iman? Tunaenda wapi sisi? Tunakwenda wapi ndugu zangu? Wewe ushawahi kukumbuka kama alivyosema Hasan al-Basri, awwala laylatin fi qabr, usiku wa kwanza utakapokuwa ndani ya kaburi, hali yako itakuwa vipi ndugu yangu? Hii ndio usiku wa kwanza. Watu wote ambao wanakupenda wamekuacha peke yako. Hii kaburi itakuwa ni shimo moja katika mashimo ya motoni, au itakuwa ni chumba moja katika vyumba vya peponi. Ushakumbuka hii ndugu zangu? Hali yako itakuwa vipi? Na ndio Hasan al-Basri akasema, wa lailatin, kumbuka hivi vile, wa lailatin sabihatuha yaumul qiyamah, na usiku ambaye alfajiri yake ndio kiyama inasimama. Tuchukue mfano, wewe uko hai, sisi tuko hai ndugu zangu. Wewe umekwenda kulala, kumbe alfajiri ya Ijumaa hii ndio Mungu amepanga kiyama isimame. Wewe utakuwa katika hali gani ndugu zangu? Utakuwa uko tayari? Utakuwa ushatubia? Utakuwa ndani ya taa, ama utakuwa bado uko ndani ya maasi? Wewe uko mbioni tu, wala huoni kwamba unakimbia na hufiki? Utakuwa katika hali gani? Hizi ni baadhi ya maswali ndugu zangu, usipojiuliza kwenye maisha yako na ukajua jawabu yake, malengo ya wewe kuwa hapa duniani imeshapotea kwenye maisha yako. Ndio utaona kwamba mimi malengo yangu ni kuwa na mali, haijalishi hata nimetoa katika njia ya halali au haramu. Malengo yako ni lazima nipate certificate za university, hata kama ni kununua, hata kama nitaivua dini yangu. Malengo yangu ni lazima nipate cheo, hata kama hii dini nitaitupa. Malengo yamepotea. Lakini swali la mwisho tumalizie hapa. Sasa hivi ndugu yangu, unafanya nini wewe? Baada ya kujua maswali yote haya, matendo yako ni yapi? Unafanya nini? Haya ambayo unayafanya yanamridhisha Mungu? Mungu anayafurahia? Ama yanamkasirisha Mungu ndugu zangu? Hii naye ni mada kamili, lakini nitawauliza maswali mawili tu nikimalizia kwa haraka. Sisi sote ambayo tumekaa hapa
Tuna matendo yetu mema ambayo tunayafanya. Kila mmoja wetu hapa ana matendo yake mema anayafanya. Mwenyezi Mungu anasema inna sa'yakum la shatta. Hakika matendo yenu mema yametofautiana. Kuna watu katikati yetu hapa wanaswali kuliko wengine, ni waswaliji kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanasoma Qur'ani kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanatoa sadaka kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanaamka tahajjud kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanafunga saumu za sunna kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanamswalia mtume kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanamuomba msamaha Mwenyezi Mungu kuliko wengine. Kuna watu katikati yetu hapa wanawatendea wazazi wao mema kuliko wengine. Kuna watu miongoni mwetu hapa ni barrun liwalidayhi, amewaweka wazazi wake juu. Sasa swali la kwanza ambayo inakuja ndugu zangu, haya matendo ambayo unayafanya wewe ndugu zangu, Mwenyezi Mungu yuko radhi nazo? Mungu ameyakubali? Ama wewe unafanya tu ionekane kwamba fulani amefanya, basi leo Ramadhani inaonekana msikitini? Mungu ameyakubali ndugu zangu? Na swali la pili ambayo ndio swali nzito, tuchukue mfano ndugu yangu, leo ndio siku yako ya mwisho kuondoka duniani. Saa nyingine tukitoka hapa katika msikiti wa Machakos huu, sisi wengine hapa itakuwa tunaagana. Unajua wakati mwingine unakutana na watu unafikiri kwamba unasalimiana naye, salamu za kawaida tu, kumbe ni unaagana naye, wewe una habari. Sisi wengine hapa labda tutaagana leo, itakuja habari baadaye ama alfajiri kwamba mna habari bwana, yule fulani bin fulani ambaye tulikuwa naye kwenye darasa msikitini amegongwa na gari, ameondoka duniani. Alifariki saa 8 za usiku, malakal maut alichukua roho yake akiwa analala. Au amepata maradhi ghafla tu, amepelekwa hospitali, hapo hapo amekufa. Au alianguka kutoka juu ya ngazi akapiga kichwa chini akafa. Huenda ikawa wengine wetu hapa ndo tunaagana ndugu zangu. Sasa tuchukue mfano, leo ndo siku yako ya mwisho, leo ndo siku yako ya kuondoka duniani. Ikiwa utaondoka duniani sasa hivi, mahali ulipo ndugu yangu, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe? أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afu tutaingia kwenye kipindi cha maswali inshallah. Sasa inafanya tungetoa hivi na hii itakuwaje hiyo katikati? Kushikia mtu yote anataka kuuliza pia anaweza kauliza na insha. Ndio. Kama kuna swali kwa mama waisha wana kupika futari ndio kwa sababu ya baba wa kweli hiyo kesi itoi sauti Tutaanza na kina mama inshallah, sababu fursa ya kwenda nyumbani. Swali la kwanza nauliza, je, Ijumaa waweza kufanya dhikri kimoyomoyo na khutba inaendelea? Anauliza kwamba Ijumaa unaweza kufanya dhikri kimoyomoyo na khutba inaendelea? La, hawezi, si mahali pake. Mtume sallam anasema kwamba idha qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta, ukimwambia aliyekaa ubavuni mwako kwamba nyamaza kwa ishara tu na khatibu yuko juu ya mimbar na anatoa khutba, umeshafanya upuzi. Kuna riwaya ambayo inasema vile vile, ingawa hii riwaya wanazuoni wengine wanasema kwamba ina matatizo ndani yake, wa man lagha fala jum'ata lahu, na mtu yote anayefanya upuzi na khatibu yuko juu ya mimbar na anatoa khutba, huyu hana Ijumaa.
Wewe kumwambia mtu tu nyamaza kwa ishara, hujamwambia kwa maneno. Ukimwambia kwa maneno ndio mbaya zaidi tena. Hii ni kuonesha hali ndogo sana ndugu zangu. Sasa wanazuoni wamekusanya hii upuzi ambayo watu wengi wanaifanya wakati khatibu yuko juu ya mimbar. Ziko nyingi ambao watu wanafanya, wakazikusanya wakasema hizi vile vile ni upuzi. Ukifanya na khatibu yuko juu ya mimbar, wewe huna Ijumaa. Mfano, khatibu yuko juu ya mimbar Ijumaa, wewe ndio unatoa mswaki sasa unaanza kupiga mswaki. Maana yake unamuonesha khatibu wewe mambo ambayo unatuambia hapa yote tunayajua haya. Nini ambao utatuambia gani sasa? Si mahali pake hapo. Watu wote wanatakana wamwangalie khatibu, tena wawe karibu naye. Umsikize maana. Wengine mtu sasa ndo anatoa tasbih yake, anaanza kuvuta. Tena anamtolea, anamuonesha imamu hivi sasa. Khatibu anamuonesha. Wewe endelea tu, wanasituko na mambo yetu. Si mahali pake ndugu zangu. Kuna wengine ndio wanasoma Qur'an. Si mahali pake kusoma Qur'an. Hapa ni wakati wa kumsikiza khatibu ndugu zangu. Kuna wengine malasafu shadidi sasa ndio wanatoa simu anatoa simu, anaanza kuangalia, anajibu WhatsApp, anajibu message, anaangalia YouTube, au wakati mwingine anazungumza na simu. Hasa unazungumza na simu na khatibu yuko juu ya mimbar, wewe una Ijumaa ndugu zangu. Kuna wengine katika baadhi ya misikiti sasa ndio utaona jamaa khatibu anaanza kutoa khutba sasa ndio unamuona yule jamaa anaanza kuzungusha sanduku ya msikiti, mchango inafanya. Jamani, hawakuona wakati wa kuchangisha pesa isipokuwa wakati khatibu yuko juu ya mimbar. Hii yote ni upuzi, maana yake ni kuidhalilisha mimbar. Hii ni mimbar ya Mtume ndugu zangu, si mimbar ya mwanasiasa anayepanda juu ya jukwaa kuwadanganya raia, hapana. Hii ni mimbar aliyoasisi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna baadhi ya watu kwa sababu ya kutofahamu, unamuona mtu amekaa katika safu ya mbele kule, khatibu yuko juu ya mimbar, anaingiza mkono mfukoni, anatoa marashi, anafungua ile kifuniko yake, anaiweka mfukoni, alafu anajipaka, alafu anampa jirani yake, anamwambia bwana wewe jipake, alafu wacha iende. Sasa hii marashi inaanza kuzunguka hapa sasa ndugu zangu. Sasa watu wanaacha kumsikiza khatibu, wanaangalia marashi itafika saa ngapi. Na saa nyingine hii marashi huwa inapotelea hapa katikati. Huwa inapotelea hapa, hata hii inapotelea wapi. Hizi zote ndugu zangu ni upuzi, sio mahali pake. Kwa hivyo wewe mwanamke usilete dhikri wakati huo, hata kimoyomoyo uruhusiwi. Wewe unatakana uyazingatie yale ambayo khatibu anayazungumza, kwa sababu hii angalau ni mawaidha kwa wiki mara moja, watu wanawaidhiana. Watu wote wanatakana wamsikize khatibu anayeongea. Naam. Na hakuna dhikri bora kwa wakati kama zaidi ya khutba ya Ijumaa. Ndio. Ile khutba ya Ijumaa. Swala pili nauliza, tueleze swala ya haja na toba na shukrani zera kamili. Kuna swala ambayo inaitwa salati al-haja, ingawa hii wanazuoni wanasema ni salati al-istikhara. Ndio hiyo salati al-haja. Maana yake wewe unapokuwa na jambo ndani moyo wako, una haja yako, unaswali rakaa mbili, unamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusaidishie, Mwenyezi Mungu akufungulie, ikiwa ina kheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ijalie iwe. Hiyo ndio maana yake. Ingawa salati tauba kuna baadhi ya wanazuoni ambao wameizungumzia hadithi hiyo ambayo inaizungumzwa kwamba si sahihi, na wengine wameisahihisha wakaihasinisha kwamba wewe unapotubia madhambi yako kikweli kweli, ukawacha ile madhambi ambayo unayafanya na ukayajutia na ukatia azma kwamba huturudi, basi wanasema baadhi ya wanazuoni swala rakaa mbili ya salati tauba, ambayo wanasema vile vile kuna dua yake maalum, ingawa wanazuoni wengi wameizungumza mambo mengi kuhusu hii salati tauba. Naam. Swali lingine nasema, naomba uzungumzie kukaa na kimada katika Ramadhani, ukapeana break, ikiisha Ramadhani ndio yake. Wewe leo ndugu yangu, wewe ni wazi unaiabudu mwezi wa Ramadhani. Ikiwa leo unamwambia kimada wako aondoke arudi zake kwao kwa sababu eti ni Ramadhani, sasa wewe unamwabudu nani? Mungu wa Ramadhani na Mungu asiyokuwa Ramadhani ni yule yule tu. Maana yake wewe leo unaiogopa hii Ramadhani kuliko Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba, alokuumba wewe, anakuangalia sasa hivi, anakuona, anakupa hewa ya oxygen bure, alafu wewe unamfanyia istizai. Hii ni istizai ndugu zangu. Una ruhusa ya kuishi naye, na Mwenyezi Mungu ameitaja hii katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema wala mutakhidhi akhdhan, usiishi na mwanamke kinyumba. Mungu ameitaja ndani ya Qur'ani kwamba kama stay, njoo kwanza tuangalie unaweza kuzaa ama uwezi, tujuane mwanzo, alafu niangalie naweza kukuoa ama siwezi kukuoa. Ndio unaona ndoa kama hizi ndugu zangu hazidumu.
Hizi ni mapenzi ambayo yanajengwa na Sheitani, ndio ambaye amewaamrisha watu kufanya hivyo. Kwa hiyo madamu wewe umeweza kuacha katika mwezi huu, wewe fanya mpango baada ya Ramadhani, oa. Muoe mwanamke huyo, peleka posa kwao, oa. Ikiwa unaweza kuishi naye, vipi unashindwa kumuoa ndugu zangu? Wewe umeweza kuishi naye, maana yake unamlisha, unampa mahitaji yake, unalipa nyumba. Kwa hiyo usifanye mambo rahisi tu kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Ukaenda kwa watu wake, ukatuma watu wako, ndoa ikafungwa, basi kitu nyepesi sana ndugu zangu. Ndoa imefanywa ni kitu nyepesi kuliko wewe kuendelea kufanya haya mambo ambayo unayafanya. Wewe chukua mfano leo ndugu zangu, uje ukufe katika hali kama hiyo. Ukufe ukiwa juu ya zinaa, utakuwa katika hali gani? Leo wangapi ambao wanakufa ndani ya loji na wakiwa na wanawake wa zinaa? Anatolewa huko ndani ndugu zangu akiwa uchi, na makondo mmetapakaa kila mahali. Aibu gani hii? Unangoja nini wewe ndugu yangu? Hii yote ni haramu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Kuna bwana mmoja ameniuliza swali tukiwa ndani ya gari. Ananiambia, bwana, mimi naruhusiwa katika mchana wa Ramadhani kumsalimia mwanamke ambaye naweza kumooa katika wafanyikazi wenzangu? Saumu yangu itakuwa bado ipo ama itavunjika? Angalia hii swali ambayo baadhi ya Waislamu wanauliza. Kumsalimia mwanamke ambaye ni ajnabi, ambaye unaweza kumooa ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani ni haramu. Na ndio unaona leo kuna kitu ndani ya moyo wake huyu bwana inamwambia hii kitu ina matatizo hii. Mimi siwezi kumsalimia huyu. Saumu yangu itakuwaje? Ikiwa wewe leo unajihofia saumu yako, kwa nini usihofie akhira yako na Mola wako? Mungu ataonaje hapa? Unajua sisi mara nyingi hatumjali Mungu. Mtume anasema inni la usafihu nisa, mimi siwapi mkono wanawake ambaye naweza kuwaoa. Wale wanawake wengine ambaye ni mama yangu mzazi, mpe mkono. Dada yako, mtoto wa dada yako, mtoto wa ndugu yako wa kike, shangazi yako, khalati yako, anti yako, hao wape mkono, hujakatazwa. Mke wako. Lakini mwanamke ambao unaweza kumooa, Mtume anasema ni bora uchukue chuma ya moto ukaingiza kwenye moto ikawa nyekundu, ukaipenyeza kwenye ngozi yako ikapenya mpaka kwenye mfupa, kuliko kumgusa mwanamke ambaye si halali yako. Si halali yako ndugu zangu. Sasa leo wengi wa watu hapo wanasema, lakini mimi sina nia mbaya na yeye bwana. Ni mfanyakazi mwenzangu, jirani yangu, mwanafunzi mwenzangu, ni watu ambao tunajuana, tunafanya kazi pamoja. Kweli huna nia mbaya ndugu zangu, lakini upate kujua Sheitani iko katikati yenu. Sheitani yuko katikati yenu, na Sheitani anaanzia mbali. Usifikiri kwamba Sheitani anaanza karibu, anaanza mbali sana. Aje kutumbukize kwenye hiyo shimo, atakuwa amekutoa mbali sana. Na wengi leo wamepatikana na maradhi ya ukimwi, wamo ndani ya maisha mabaya kwa sababu waliyadharau haya. Alisalimia tu, ilianza hivyo tu. Mimi sina nia mbaya na yeye bwana. Kweli huna nia mbaya, lakini upate kujua Sheitani yuko katikati yenu. Wewe leo kama tunavyoona, mwanamke ameumbwa tofauti, maumbile yake ni mwanamume. Mwanamke ameumbwa na sauti nyororo, sauti nyembamba, mwili yake yenyewe ni ya kuregea, mwili nyepesi. Ndio mwanamke alivyoumbwa, au sio? Mwili laini. Lakini mwanamume ameumbwa na sauti ya benzi sauti ya kazi manake. Ngozi yenyewe ngumu, mwili ngumu. Sasa wewe mwanamume ambao utakayemsalimia mwanamke unasema huna nia mbaya, ukimpa mkono hivi Sheitani pale anakuja. Anakuambia ikishakuwa huyu mwanamke mkono wake ni laini hivi, sehemu nyingine ya mwili itakuwaje? Sasa tayari umeshatiwa kwenye fitna nzima. Sasa kaa mbali na vitu kama hivi. Wewe mwanamke ameleta mkono, mwambie tu, bwana, mimi ni Muislamu, haturuhusiwi. Wewe ni negative, mimi ni positive. Inaweza kuzuka mambo hapa. Atakuheshimu, wallahi atakuheshimu. Na wewe vile vile utakuwa umechunga heshima yako na dini yako na hautakuwa hatarini. Sasa swali lingine hapa ni swali lingine, na hatokiwa majibu yake hayakusaidii katika maisha yako. Yaani mfano mtu kuuliza fimbo aliyopigia na msalahani ndio ukijua ya kusaidia ndio ya papai ya mimi kusaidia ndio kufanya ushirikina. Kuna swali ambalo anauliza, ndio maana nisome na leo zaidi ya mtu anauliza, mbona swala la fajiri na kamili, adhuhuri na karne, alasiri na karne, magharibi na karne, isha kwa kushumaka. Sasa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sio sisi. Mtume wa sallallahu alayhi wasallam aliswalisha Jibril akaambia fajiri na karne
Na Mtume hakuuliza. Kama ukuuliza aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mbili mara haya, ukiambiwa mbili kwa sababu ya baridi itakusaidia au kwa sababu giza. Kuna maswali mengine kwa kweli tulijaribu kwa swali ambayo ilileta istifada ni kusaidia katika sasa tunaweza au tulio kwa kuna swali lingine fikiri kusema swala nasema baada tuweze kufafanua wakati mtu hana khushu' kwenye swala, je, swala yake inasiji? Moja katika jambo ambalo nataka Muislamu awe ni swala ya khushu'. Khushu' ni unyenyekevu na kuwa umehudhuria swala ili swala yake imeandaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila unapozidi kuwa na khushu' swala yako inazidi kuwa imeandaza. Ama usahihi wa swala sahihi haisi katika mambo ya masharti ya swala. Lakini swala inakuwa bora ikiwa ina khushu' zaidi. Kwa hiyo khushu' ni bora lakini haibadilishi swala mtu. Hapo kuna swali lingine hapa, je, vijana na jezi waheshimu wazazi wao? Ameacha wazazi. Bila shaka watoto wote vijana hata wazee wazazi wao hai. Wazazi kuheshimu jambo lazima. Baada ya tauhid ni heshima kwa wazee. Allah subhanahu wa ta'ala anasema وبالوالدين إحسانا. بعد أن نقول من الزوج ولا تفهم إحسان. سواء عمل جنسية أو جنسية وتلازم تشيء وتزوج. مش سواء فضل هذا فتوشة لازم. فضل فتوشة. Fadhila ya kumfuturisha mtu katika mwezi wa Ramadhani au katika saumu za sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri min ghairi an yanqus min ajri as-sa'im shay'a. Mtu yoyote ambaye anayemfuturisha mtu aliyefunga atalipwa thawabu ya sawa na siku ambayo yule bwana alifunga. Yaani bila yule bwana kupungua saumu yake hata chembe. Mfano mimi nimekufuturisha wewe tende au nikakualika kwangu uje ufuturu. Saumu yako wewe ya siku yako nitapewa mimi. Kwa hivyo nitakuwa na siku mbili yangu na ile yako. Nitapewa saumu ya siku mbili. Bila yako wewe kupungua hata chembe. Sasa unaona ukifuturisha watu wawili wewe una saumu ya siku 3. Ya wawili hao na yako zinakuwa 3. Ukifuturisha watu 5 una saumu ya siku 6. Je, ukifuturisha watu 10, watu 20, watu 50, wewe una saumu ya siku ngapi? Ndio unaona fadhila ya mtu kumfuturisha mtu. Ndugu zangu, hata wema wanotangulia walikuwa kishughulika sana kufuturisha watu. Mimi katika nchi ya Tanzania nimewahi kuambiwa na jamaa tulipokwenda katika msikiti mmoja, watu wanafuturishwa msikitini, akatuambia unamuona yule bwana ambaye anafuturisha watu katika hii msikiti kwa mwezi mzima wa Ramadhani anafuturisha watu 1,000,000. Hatukuambii zile ration ya chakula ambayo zinakwenda katika baadhi ya mitaa za mabanda na mitaa mbalimbali kuwapelekea watu ration ya chakula. Hatukuambii zile vyakula ambavyo vinapikwa katika misikiti nyingi, futari na katika 10 ya mwisho mpaka daku. Na hatukuambii vile vile ndani ya nyumba yake ana wake 3. Kila nyumba mamia ya watu wanakuja kufuturu hapo. Watu milioni. Ndugu zangu, wewe leo hii nafasi sikupite. Unajua sisi wengine wetu hapa tushazoea kulishwalishwa tu. Wewe utatoa lini ndugu? Wewe utafuturisha lini? Wewe pia ujiweke mbele ndugu yangu. Angalau ekeza pesa 200, 300, nunua kitende kilo 1 pale. Chukua karatasi, katakata vipande ndogo ndogo, chukua haba 3 tia kwenye kila karatasi moja, funga.